Licha ya kuwa haijatoka taarifa ya pamoja kati ya Marekani pamoja na Urusi juu ya kile ambacho wamekizungumza pale mjini Riyadh, Saudi Arabia, walipokutana wajumbe kutoka ujumbe maalum wa Marekani na Urusi kujadili namna bora zaidi za kusitisha mgogoro kati ya Urusi pamoja na nchi za kimagharibi zikiongozwa na Marekani. Kuna baadhi ya maeneo ambayo wameonyesha kukubaliana kwamba maeneo hayo yanatakiwa kusimamiwa kikamilifu, ambapo Urusi wametoa au wametuletea orodha ya vituo vya nishati ambavyo vimepigwa marufuku ya mashambulizi kati ya Ukraine na Urusi, kwamba maeneo hayo hayatakiwi kushambuliwa hata kidogo. Kwa hisani kubwa kabisa ya PMP Company Limited, mabingwa kujenga vyoo vya kisasa visivyojaa, na hivi sasa huduma zao zinazidi kuwa bora zaidi. PMP Company Limited wametuletea huduma nyingine ya kutengeneza ramani za nyumba, misikiti, makanisa, shell, vituo vya mafuta pamoja na mambo mengine. Lakini kama haitoshi ni kwamba PMP Company Limited wanakujengea choo cha kisasa ambacho hakijai maisha. Na kwa wale ambao mmekuwa mkisumbuliwa na kuita gari ya kunyonya uchafu ije nyonye uchafu kwenye eneo lako, na mwisho wa siku unajikuta fedha yenyewe hauko nayo ya kutosha, ni kwamba PMP Company Limited wameligundua tatizo hilo, na wao walichokifanya ni kwamba mkisha kubaliana waje wakufanyie au wakupe hiyo huduma, basi watatumia gharama zao wao wenyewe, na watakapokuwa wanamaliza kazi yao basi utawapa hizo fedha. Sasa ili uweze kuwasiliana vizuri na PMP Company Limited, basi unaweza ukapiga simu namba zifuatazo: 0768643243. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini wanafanya kazi nje ya Tanzania pamoja na mikoa yote ya Tanzania bara pamoja na Tanzania Zanzibar, kwa maana ya Tanzania visiwani. Nimewaeleza kwamba kuna orodha ya maeneo au vituo vya nishati ambavyo vimewekwa kwenye ile marufuku ya mashambulizi kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo tarehe 25 Machi 2025 Kremlin kwa maana ya Urusi ilichapisha orodha ya miundombinu ya nishati ambayo inalindwa chini ya marufuku ya mashambulizi, na hii imethibitishwa kupitia taarifa rasmi kwenye ukurasa wa Telegram wa Kremlin, ambapo marufuku hii inatekelezwa kwa muda wa siku 30 na ilianza tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025, inatarajiwa kukoma tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025, ambapo kama hapata kuwa na makubaliano mengine yeyote, basi mwendo wa mapigo utaendelezwa. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba orodha ya maeneo ambayo hayataki kushambulia ni mitambo ya kusafisha mafuta, mabomba ya kusafirisha mafuta na gesi pamoja na vituo vya kuhifadhi mafuta, vituo vya kusukuma mafuta pamoja na gesi, miundombinu ya uzalishaji na usambazaji wa umeme ikiwemo mitambo ya umeme, vituo vya kupozea umeme kwa maana zile substations, transformer pamoja na wasambazaji wengine wa umeme, lakini pia kutoshambuliwa mitambo ya nyuklia pamoja na mabwawa ya kuzalisha umeme wa maji. Haya ni maeneo muhimu ambayo yameingiwa katika makubaliano ya Urusi pamoja na Ukraine kwa kushirikiana na hawa Marekani kuhakikisha kwamba maeneo hayo yote hayatoshambuliwa. Ingawa tangu kusitishwa kwa mapigano kati ya kwa siku 30, ingawa licha ya kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa siku 30 kuanzia hiyo tarehe 18, tumeona Ukraine tayari wamekwisha kufanya mashambulizi kwenye vituo vya gesi pamoja na baadhi ya maeneo mengine pale nchini Urusi, jambo ambalo Urusi walisema linakiuka kabisa masharti ya kusitisha mapigano. Taarifa hiyo imebainisha kwamba marufuku hiyo itadumu kwa muda wa siku 30 kuanzia Machi 18, lakini muda unaweza kuongezwa tu ikiwa makubaliano ya pande zote mbili yatakubaliwa. Hata hivyo, endapo upande mmoja utakiuka marufuku hiyo, upande mwingine utakuwa na haki ya kujiondoa kwenye wajibu wa kuendeleza usitishaji wa mapigano. Awali, ikulu ya Kremlin ilitangaza kwamba shirikisho la Urusi na Marekani wamekubaliana kutekeleza mpango unaofahamika kama Black Sea Initiative, lakini upande wa Marekani uliahidi kuisaidia Urusi kupata fursa ya kuingia kwenye soko la dunia kwa ajili ya kuuza bidhaa zake za kilimo pamoja na mbolea. Na hili liliwachefua sana watu wa magharibi kwamba pamoja na maeneo mengine ambayo Urusi ilikuwa imewekewa vikwazo, ilikuwa ni katika hii sekta pia ya kilimo kwa maana ya usafirishaji wa nafaka, lakini pia mbolea pamoja na maeneo mengine.
walikuwa wamepiga marufuku zisionekane kule Ulaya, lakini sasa tumeona Marekani imesema inaifanyia mpango Urusi kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaendeleza kufanya biashara huko katika mataifa ya Ulaya, na kitendo cha Urusi kupewa hiyo room ya kuendelea kufanya biashara inaonyesha kabisa kwamba Urusi inaenda kujiimarisha tena zaidi kiuchumi kupitia hizo fedha za hao maadui zake. Sasa baada ya kauli hizo, tumeona rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amekiri dhahiri kwamba Ukraine haitakuwa na fedha za kudumisha au kulipa nguvu jeshi lake. Maneno haya yanazungumzwa na rais wa taifa la Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, ambaye anaamini kwamba mataifa ya magharibi yanapaswa kuwa mfadhili mkuu wa vikosi vya Ukraine. Ukraine haina fedha za kuendelea kudumisha jeshi lake kwa kiwango cha sasa. Hii limekaririwa na kiongozi wa utawala Kiev Zelensky. Kwa mujibu wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinapaswa kufadhiliwa na Ulaya kwa hali bora zaidi, na hata ikibidi Marekani waingilie kati. Rais Volodymyr Zelensky alitoa majibu hayo wakati alipokuwa akihojiwa na waandishi wa habari kuhusu jeshi la Ukraine, usitishaji wa mapigano pamoja na mustakabali wa taifa, ambapo alipoulizwa kwamba hivi karibuni Zelensky alisema kwamba jeshi la Ukraine ndilo dhamana bora zaidi ya usalama wa nchi yao, na akauliza kwamba anadhani anaweza kuhimili kwa muda gani bila msaada kutoka kwa washirika wake wa kimagharibi, hasa Marekani pamoja na Ulaya, ambapo rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aliandika maneno haya au alijibu maneno haya: inategemea uwezo wetu wa kuzungusha wanajeshi kwa zamu. Ikiwa kutakuwa na usitishaji mapigano, aina fulani ya muda wa kupumzika, basi jeshi linaweza kuhimili kwa muda wowote unaohitajika, lakini wanajeshi wanahitaji mapumziko, mzunguko wa kikosi, akiba pamoja na mishahara. Hili ni tatizo halisi kwa sababu zamani jeshi lilikuwa dogo zaidi, sasa limekuwa mara 3 kubwa zaidi na linahitajika kufadhiliwa. Bajeti ya Ukraine haitoshi, inahitajika kuwa na mipango maalum ya ufadhili. Ulaya inapaswa kufadhili jeshi letu kwa hali bora zaidi. Ulaya na Marekani wanataka kutusaidia, lakini katika mazingira ya sasa ningelitegemea zaidi Ulaya. Wanaaminika kwa dhati, na hilo ni ukweli, kwamba jeshi letu ni sehemu ya usalama wa Ulaya yote. Hilo ni jambo la hakika. Watu wetu hawatakimbia ikiwa vita vingine vitazuka, lakini kwa ujumla Ulaya haiko tayari kuchukua hatua kwa jambo hilo. Yani rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky sasa hivi anasema anaona Ulaya ndio watu ambao wanaweza wakaisaidia Ukraine kwa viwango vya juu kuliko ambavyo Marekani inaweza ikafanya. Kwa hiyo anapendelea kwamba kwa hivi sasa anaona kwamba Ulaya ndio mshirika wake wa karibu na wa maana na mwenye maamuzi kabisa, mwenye nguvu kuliko ilivyokuwa kwa Marekani. Na Bwana Volodymyr Zelensky akaulizwa kwamba vipi ikiwa Urusi watakiuka masharti ya kusitisha mapigano itakuwaje? Akasema hata sasa hakuna usitishaji mapigano wowote, na tangu mwaka 2014 walikiuka makubaliano ya amani mara kwa mara. Kwa mtazamo wangu wataendelea kuyakiuka kila wakati. Ndio maana fursa ya kufikia makubaliano ya kumaliza vita itakuwa ni jambo dogo, itakuwa ni fupi sana mara tu baada ya usitishaji wa mapigano kuanza. Mchakato huu lazima uwe wa haraka sana, mwezi mmoja, miwili, mitatu na basi. Baada ya hapo itakuwa ni swala la hali ya moyo ndani ya jeshi. Tuna askari 800,000 ambao wapo katika mstari wa mbele. Hili si tu swala la fedha. Kama hakutakuwa na makubaliano ya kumaliza vita, basi tutakuwa kwenye hali ya mzozo ambao utadumu na hatutaweza kuendelea kuishi katika hali ya vita kila wakati. Tunahitajika kufungua mipaka. Tunahitaji kuleta uhuru wa kiuchumi katika mambo mengi, na tunaweza kufanya hivyo ikiwa tutasaini makubaliano ya amani. Ikiwa kipindi kati ya usitishaji mapigano na makabiliano kitakuwa kifupi, basi kutakuwa na ukiukwaji mdogo wa mara kwa mara, lakini si wa kusababisha mgogoro mkubwa. Lakini ikiwa mchakato huu utachukua muda mrefu, basi kila kitu kitatumbukia kwenye machafuko tena na tena, na hatujui hilo litaishia wapi. Hii ni kauli ambayo aliulizwa Bwana Volodymyr Zelensky kwamba anaona wapi ikiwa Urusi watagomea. Akasema ni ukweli, anaamini kabisa kwamba Urusi si tu watu ambao wanaweza wakakubali kiurahisi, kwa sababu na wenyewe wana condition zao. Kwa hiyo watalazimika Ukraine kuendelea kujiimarisha, kuendelea kujijenga, ili mwisho wa siku waweze kufikia kwenye makubaliano ya ceasefire, kwa maana ya cessation kwa hizo 30 days. Lakini tayari tumeona Urusi wamesema hiyo cessation ya 30 days imeshashindikana, kwa sababu
Ukraine wamekiuka baadhi ya agreement ambazo walikuwa wameingia nazo na serikali ya Urusi. As you saw, waziri wa mambo ya nje, mwanadiplomasia mkuu wa Urusi amezungumza, akasema Ukraine ambacho wanakifanya ni jambo la kitoto na Urusi hawezi wakavumilia kuona mambo ya kitoto yanaendeshwa mbele ya. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.